Aina 7 za uwekezaji ambazo unaweza kuzifanya zikakuingizia pesa. Aina ya kwanza ni kwenye biashara. Unaweza kufanya uwekezaji kwenye biashara. Unaweza kuwekeza kwenye biashara ya nguo, biashara ya kuuza bidhaa ambazo zinahitajika kama vyombo mbalimbali, aidha vyombo vya pikipiki, vyombo vya majumbani, vyombo vya sehemu mbalimbali, au uwekezaji katika huduma ya chakula na mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakauzika katika jamii. So unaweza kutumia biashara kama sehemu ya kuwekeza. Sehemu ya pili, unaweza kuwekeza kwenye masoko ya fedha, ambapo unaweza kuwekeza kwenye hisa. Ukiwekeza kwenye hisa unapata faida kubwa mbili. Faida ya kwanza utapata gawio kila mwaka, na faida ya pili utapata ongezeko la mtaji. Kama umenunua hisa shilingi 1000, baada ya siku ikapanda hiyo hisa ikaenda shilingi 1500, tafsiri yake kila hisa yako moja imepanda shilingi 500. Tafsiri yake kama una hisa 100, tutachukua 100 zile hisa utazidisha mara 500, utapata 500. Tafsiri yake ni kwamba utakuwa umepata faida ya 500,000 kwa hisa 100 ulizonazo kama ongezeko la mtaji. Na hapa faida tunayoipata ni kwamba wewe hautumii nguvu kufanya kazi, hutumii akili zako sana kwamba ufanyeje ili biashara yako ifanye vizuri, bali wewe unahakikisha unachambua vizuri na kuwekeza kwenye makampuni ambayo ni mazuri, na wewe utapata faida nzuri kama utakuwa umezingatia uwekezaji na kanuni zote vizuri kwenye soko la hisa. Lakini sehemu ya tatu ambayo unaweza kuwekeza pesa zako ni kwenye mifuko ya pamoja kama UTT, MC, Nuka Funds na Mwekeza, Faida Fund, Ziada Fund na mifuko mingine ambayo ipo katika orodha ile ya usimamizi mkuu wa masoko ya fedha na mitaji, ambayo sasa hii inakupa 12% na kuendelea kwa mwaka, ambapo ile pesa yako inakuwa inaongezeka thamani. So ni mara 100 uchukua pesa yako kuwekeza zaidi kwenye hizi sehemu, au kwa njia ya kuweka zile akiba zako pesa kama njia ya akiba. Kwama ukitumia pesa ukiweka kwenye bank account ya kawaida, ikimaliza baada ya mwaka mmoja, kama una 100,000, ukienda kuangalia haitakuwa 100,000, itakuwa imepungua. Ila ukiweka kwenye hii mifuko, siri yake ni nini? Itakuwa imeongezeka thamani. Ikiongezeka thamani, tafsiri yake ni nini? Pesa yako itakuwa inakuwa, badala ya kuweka kwenye account ya benki na kukaa kwa muda mrefu huku ikiwa inashuka. So chaguo sahihi ni lipi? Ni kuweka kwenye sehemu ambapo itakuwa imekuwa. Na hapa sehemu ya 4 ya kuwekeza ni kwenye hati fungani. Hati fungani za serikali na za makampuni mbalimbali kama banks, unaweza kununua na ukaweza kutengeneza faida. Hati fungani za serikali zipo za muda mfupi na muda mrefu, ambapo sasa unaweza ukanunua kwa muda fulani na ukatengeneza faida kwa kupewa riba au kupewa dividend kwa kila baada ya miezi 6. Ukinunua hati fungani za serikali, tafsiri yake umeikopesha serikali, na serikali itakuwa inakupa faida ya ule mkopo ambao umekopa wewe kwa makubaliano ya miaka kadhaa, na baada ya hapo serikali itakupa pesa yako ambayo umekopa kwa muda ule kuisha, na wewe utakuwa umeshapata faida za kutosha kutokana na zile riba za kila baada ya miezi 6 unazokuwa unapata. Lakini sehemu ya 5 ya kuwekeza ni kwenye ardhi na nyumba. Unaweza kununua ardhi, unauza, unaangalia zile sehemu ambazo zina uhakika wa kupanda thamani za ardhi unazinunua, baada ya miaka kadhaa unauza. Na maana unaweza kununua 500,000 alafu baada ya miaka kadhaa ukauza milioni hata 5 au 2. Hii ni assets nzuri pia ya uwekezaji. Au ukawa unanunua sehemu na kujenga nyumba za kupanga au maduka au sehemu za frame za kukodisha, whatever utakavyoona, lakini cha msingi hakikisha unazingatia sehemu sahihi ambayo itakupa faida kubwa. Kwa mfano tukizungumzia kwenye ardhi, kuna sehemu ukianza kuzinunua tafsiri yake zinakuwa taratibu, na mwisho wa siku ukija kuuza utakuta zimeongezeka faida kidogo sana na tofauti ulivyokuwa ukitegemea. Lakini sehemu ya 6 ya kuwekeza ni kwenye kilimo na mifugo. Hii ni sehemu ambayo pia ni powerful au ina nguvu kubwa
ya kuweza kumfanikisha mtu katika maisha yake na kuweza kuanza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Ukiwekeza katika mifugo au kilimo, hapa tuzungumzii lazima uende ukalime, hapa tuzungumzii lazima uende ukafuge. Hapo unaweza ukawekeza hata kwa njia ya kutumia mazao ya kilimo kuyauza ama kuyachakata na kuwa katika mfumo wa chakula na ukauza pia. Au wewe unaweza ukajikita katika ufugaji moja kwa moja. Mfano ukifuga kuku wa nyama lakini pia ukawa unauza